Watoto wengi huzaliwa wakiwa na afya, lakini kwa vile huwa ni wadogo sana, hivyo huhitaji matunzo na uangalizi mkubwa kuweza kuishi. Ni vyema kujifungua mtoto wako katika kituo cha afya, lakini ikiwa haiwezekani kufanya hivyo, tutakuelezea katika filamu hii namna ya kumtunza mtoto mara tu anapozaliwa na namna ya kutambua ni wakati gani mtoto apelekwe kituo cha afya kwa matibabu. Tulimpatia mtoto wetu wa kiume ujoto kwa kumfunika nguo safi nyingi, hasa kichwani ambako watoto wengi hupoteza joto kwa wingi. Na sasa tutasikiliza ushauri kutoka kwa wataalam Comfort na Janet Farr, na wa kwanza ni Janet. Ni muhimu sana kumweka mtoto aliyezaliwa katika ujoto mara tu anapozaliwa. Ikiwa itahitajika, basi funga milango na madirisha yote ili kukiweka chumba katika hali ya ujoto. Kabla mtoto hajazaliwa, osha mikono yako vizuri na vaa glavu mikononi. Hii inakinga vimelea na maambukizi kutoenea na kuweza kuwasababishia watu kuugua sana. Kumsaidia mtoto kuanzia anapozaliwa utahitaji yafuatayo. Kwanza, kiwembe au mkasi mpya uliosafishwa katika maji ya moto utakaotumika kukatia uchango wa kitovu. Weka mkasi katika maji ya moto yanochemka na uache humo kwa takriban dakika zisizopungua 10, ambao ni muda sawia ambao unaweza kuua vimelea vya maradhi. Pili, nyuzi 2 za kitambaa zilizo salama. Hizi zinaweza kuwa vipande vya vitambaa vya kufungia uchango wa kitovu. 3, angalau nguo 2 nzima zilizo safi kwa kumfunika mtoto ili apate ujoto. 4, sehemu safi iliyonyooka iwapo utahitaji kumsaidia pumzi mtoto. 5, pia utahitaji mtu wa pili wa kukusaidia ikiwa italazimu. Mtoto anapozaliwa muweke katika mikono ya mama yake au juu ya tumbo la mama yake. Mkaushe mtoto kwa taulo au kitambaa kikavu, na mwangalie kama anapumua wakati ukimkausha. Futa majimaji machoni, puani na mdomoni kwa kutumia kitambaa safi. Ondoa kitambaa chenye majimaji na mfunike mtoto kitambaa kikavu kichwani na mwili mzima. Wakati unamkausha mtoto, angalia ikiwa anapumua na analia. Je, uso wake na mwili wake ni wa rangi ya waridi? Je, mtoto anatembeza viungo vyake na ni mchangamfu? Ikiwa jibu ni ndio kwa maswali yote haya, basi mtoto ni mzima. Mweke mtoto ngozi kwa ngozi na mama yake, huku wakiwa wamefunikwa nguo kavu au mablangeti. Sasa kutana na Comfort ambaye atatuonyesha namna ya kukata uchango wa kitovu kwa usalama. Ikiwa mtoto anapumua na ni mzima, unaweza kumpa mama yake kwa ajili ya kumpatia ujoto, kumnyonyesha na hatimaye kumkata uchango wa kitovu dakika chache baadaye. Unahitaji kiwembe kipya kilicho safi au mkasi uliochemshwa katika maji. Osha tena mikono yako kwa sabuni na maji. Vaa glavu mpya. Tumia uzi ulio safi kuufunga uchango wa kitovu kwa takriban kiasi cha umbali wa vidole viwili kutoka tumboni kwa mtoto. Kisha funga uzi mwingine umbali wa vidole viwili kutoka ulipofunga uzi wa awali. Kata uchango wa kitovu katikati ya vifungio viwili kwa kutumia kiwembe kipya. Usiingize chochote katika kishina cha uchango wa kitovu kilichobakia mpaka daktari atakapokuelekeza kufanya hivyo. Kiache wazi ili kikauke. Angalia uvimbe, wekundu au kuvuja damu katika wiki chache mpaka kishina cha uchango wa kitovu kianguke. Ikiwa mtoto atahitaji msaada kuhusu kishina cha uchango wa kitovu kilichobakia, apelekwe kwa daktari mara moja. Kwa kweli ni muhimu kwa mtoto aliyezaliwa kunyonyeshwa mara tu anapozaliwa. Kunyonyesha ni muhimu. Huyu hapa Comfort anaelezea zaidi kwa nini kunyonyesha ni muhimu. Maziwa ya awali yanamlinda mtoto magonjwa mengi
na maziwa hayo ya awali ambayo ni manjano humlinda mtoto na maambukizo. Kunyonyesha humwezesha mama kutoa placenta. Kitu kingine cha kuzingatia ni kuwa unatakiwa kumnyonyesha mtoto siku hiyo hiyo aliyozaliwa. Mtoto pia anatakiwa kupata haja kubwa na ndogo mwisho wa mawio au machweo ya mwanzo toka alipozaliwa. Kwa hiyo sasa unajua namna ya kumchunguza na kumshughulikia mtoto aliyezaliwa. Comfort ataelezea mambo ya kufanya na kuzingatia kwa siku chache za awali za maisha ya mtoto. Ingawa watoto hulala sana wiki chache za kwanza baada ya kuzaliwa, ni vyema waamke na kunyonya mara 8 hadi 12 siku nzima. Mtoto anaweza kulala kila baada ya mlo, lakini ni vyema uwe makini kwa kumpunguzia ghasia na kumgusa, na ni lazima anyonye maziwa yote mawili vizuri. Ikiwa mtoto atakuwa haamki kunyonya, anaweza kuwa si mzima. Inabidi apelekwe kwa daktari mara moja. Dalili nyingine zinazoonyesha kuwa mtoto si mzima ni: mtoto huwa mdogo, ana matatizo ya kunyonya, hana nguvu za kutosha isivyo kawaida. Mtoto hujisikia joto au baridi. Mtoto huwa na matatizo ya kupumua. Mtoto husumbuliwa na homa na kutetemeka. Au hupata maambukizi ya maradhi ya macho, uchango wa kitovu au ngozi. Ikiwa mtoto hajisikii vizuri, inabidi apelekwe kwa daktari mara moja. Hivyo sasa, unajua dalili gani za hatari na za kuangalia. Ijapokuwa mtoto anaonekana kuwa mzima, kwa kweli ni muhimu kumpeleka mtoto katika kituo cha afya ili aonane na daktari ndani ya wiki ya mwanzo aliyozaliwa. Lakini ni vizuri zaidi kumpeleka mtoto siku ya mwanzo anayozaliwa ili akafanyiwe uchunguzi na kupatiwa dawa. Sasa tujikumbushe maelezo tuliyoyaona katika filamu hii. Mara tu mtoto anapozaliwa, mweke mikononi au tumboni kwa mama yake. Mkaushe kwa taulo au kitambaa kilicho safi na kikavu. Wakati unamsafisha mtoto, mwangalie ikiwa anapumua au analia. Je, uso na mwili wake ni wa rangi ya waridi? Je, anatembeza viungo vyake na ni mchangamfu? Ikiwa majibu ya maswali yote haya ni ndio, basi mtoto ni mzima. Ondoa nguo zilizo na majimaji na mfunike kichwa na mwili kwa nguo kavu. Funga na kata uchango wa kitovu kwa kiwembe kipya au mkasi uliosafi uliochemshwa katika maji. Msaidie mama kunyonyesha haraka iwezekanavyo mara tu mtoto anapozaliwa ndani ya saa za awali baada ya kujifungua. Mweke mtoto ngozi kwa ngozi na mama yake huku wakiwa wamefunikwa nguo kavu au mablanketi. Sawa, barabara. Kwa hakika najisikia niko tayari kumshughulikia mtoto aliyezaliwa. Wewe je? Natumai umefurahi kuangalia filamu hii. Tuna bahati kwa kupata msaada kutoka kwa mkunga wetu wa mtaani kwa kuhakikisha mtoto amezaliwa salama na ameshughulikiwa vizuri.